Assalamu alaikum wasikilizaji wetu. Karibu katika kipindi chetu cha leo ambapo tunazungumzia mada muhimu sana, maisha na changamoto za wasaidizi wa nyumbani. Tunawaita house managers, maarufu kama wasichana na wavulana wa kazi hapa Garissa. Wengi wetu tunawategemea kwa shughuli za kila siku, lakini mara nyingi sauti zao hazisikiki. Leo tumebahatika kuzungumza na mmoja wao. Karibu sana dada Dekla Zawadi. Asante. Uhali gani? Niko salama, sijui wewe. Mimi niko salama. Asante sana kwa kufika hapa siku ya leo. Nimeshukuru sana. Asante kwa mwaliko. Leo tunazungumza maisha yako ya kila siku. Unaweza kutuelezea vipi kazi ya kuwa msichana wa kazi? Kazi ya kuwa msichana wa kazi si rahisi. Inataka kujipa moyo, kujituma kila siku. Alafu vipi ulianza hii kazi aje? Mbona tu uliamua kwa msichana wa kazi? Hii kazi nilianza pale nilipomaliza shule. Nilikuwa katika chuo kikuu cha Moi, nikafanya kosi ya anthropology. But sasa baada ya kumaliza shule ndio unakuja nje unapata hakuna kazi. Nimejaribu hadi kufanya biashara lakini nikakosa enough capital. So kazi iliyobaki peke yake ni hii ambayo inaweza jimudu kiasi ninachopata kujimudu nacho kimaisha. Usingetafanya kilimo? Nyumbani hakuna shamba la kutosha na kilimo pia kinahitaji capital. So enough capital ndio shida. Naam, lakini unaweza kuniambia siku yako ya kawaida huanza vipi, huishia vipi? Siku yangu ya kawaida kwangu mimi huamka saa 10 asubuhi. So naanza na usafi. Natayarisha kiamsha kinywa, natayarisha wanafunzi wanaenda shuleni. Nyumba ninayofanya kazi ina watoto 3. So nawatayarisha wanaenda shuleni, nabaki nikifanya usafi, natayarisha chakula. Siku yangu naifunga saa 5, hapo ndipo napoelekea kulala. Saa 5 usiku? Yeah. Hapo katikati upumziki, uone televisheni? Hakuna wakati wa kupumzika maana kazi ni mingi. So unamaliza kama ni kutayarisha kiamsha kinywa, unafanya usafi, unapata unafaa utayarishe lunch. Haya, ukitayarisha lunch ikimaliza hivi unafaa uende watoto shuleni, uwaoshe, ufue hizo uniform. Unamaliza hivi unafaa utayarishe sapa. Na kazi zingine ndogo ndogo. Hiyo lunch unatayarishia nani? Na huyo anayekuajiri ni mama na ako na bwanake? Yeah, ni mama ako na bwana na watoto 3. Na hapo katikati si hawako nyumbani? Huwezi pumzika? Sasa watoto wanatoka shuleni saa 9. So wanafaa wanapotoka shuleni wakuje wapate chakula kama kiko. Na changamoto zipi unazozipitia kazini? Changamoto ninazozipata ni kukosa wakati wa kupumzika. Sina hata wakati wa nafsi yangu kujishughulikia. Maana kila saa nimeweka akili kwa bosi wangu. So lazima nimfurahishe ndio mwisho wa mwezi anilipe. Na ni tu hii hapa tu kwake ndio unaweza fanya kazi, huwezi jaribu kwingineko? Sasa namna ilivyo maisha saa kupata kazi imekuwa ngumu. So unapata watu wengi wanatafuta kazi. Na ukikosa huyo mmoja kupata mwingine itakuwa shida. Na vile utasurvive hapa katikati ukitafuta kazi pia ni ngumu. Na je, kipato unachokipata ni imekutosha, ni mingi, ni kidogo? Ni pesa ngapi hivi? Kipato ninachokipata hakinitoshi, maana napata 8,000 kila mwezi. Na ukiangalia majukumu ambayo niko nayo, wazazi wanataka niwasaidie. Mimi mwenyewe nina majukumu yangu kibinafsi. Na nafaa pia kuwekeza pesa kidogo ili zinisaidie hapo mbeleni. So nikiweka pamoja hizi pesa hata hazifiki kuota ya mahitaji yangu. Na umewahi omba mwajiri wako akusaidie, akuongeze kidogo? Nilipoajiriwa kazi niliambiwa masharti ya kuwa hizi pesa ninazopewa ni hizo. Hata nikipata emergency kama ni ugonjwa ama ni nini, nijue mwenyewe venye nitajipanga. So hizi kidogo ninazopata ndio naweka kidogo in case kitu yote itokee niweze kujitegemea. Wewe ndio mtoto wa pekee kwa wazazi wako? Hapana. Lakini mbona wewe ndio unafanya kila kitu? Mimi ndiye mkubwa. Yeah, sasa wadogo wangu pia wananitegemea. Na unajua haki zako? Haki zangu sizijui sana. Pengine tu pale pa
nimepewa kazi mingi, lakini zengine sina uhakika. Unajua inafaa usikuwa unadhalilishwa na inafaa ukuwa unalipwa mshahara angalau 12,000 kama ni kidogo sana. Sasa penye maisha imetufikisha, lazima unyenyekee ndio upate venye utapita. Lakini ukinyenyekea unajua unazoeshwa na wanakuona kama mtu mdogo sana. Na nikijifanya najua sana, nikifutwa, mimi ndio nitaumia. Maana naweza kosa kuajiriwa kwengine. Na wazazi wako wanasema aje, wako sawa nayo na hii kazi? Wazazi wangu hawako sawa, ila lazima maisha iendelee. Na kama bado tunatafuta solution nyingine, lazima nifanye nikijaribu na hii. Pengine kidogo nitakacho save, naweza jiamulia maisha ingine. Nini nakutia moyo uendelee na hizi changamoto zote? Nini nakutia moyo uendelee kufanya kazi na roho yako yote? Kinachonitia moyo ni kuwa najituma ili kidogo ninachopata niweze kuweka. Pengine naweza rudi shule nikafanye course inaweza nipea kazi haraka, ndio pengine ni change maisha. Juu pengine nikifanya course ingine mzuri yenye iko na skill kama nursing, naweza ajiriwa na nipate mshahara mzuri ambao unaweza nisaidia kujikimu kimaisha. Hauogopi kuwa utakuwa umezeeka? Naona wakati utapata pesa ya kutosha. Kwa sasa hali ilivyo, miaka ni namba. Haijalishi. So hata nikifika 40, bora maisha yangu na maisha ya watoto wangu yatakuwa sawa. Na unawezaje ambia wafanyikazi wa nyumba wenzako huku Garissa? Unawatia aje moyo? Wafanyakazi wenzangu nawatia moyo kwa kuwaambia kuwa wasife moyo, na kile kidogo wanachopata wasikile chote kiishe. Wakumbuke kesho yao by kusave pesa kidogo. Haba na haba hujaza kibaba. So pengine kama wako na matamanio ya kuchange future yao, wanaweza save, baadaye wanaweza anzisha biashara, ama pia wanaweza rudi shule ili kubadilisha mkondo wa maisha yao. Asante sana Dekla Zawadi kwa kushiriki nasi na kwa ujasiri na kueleza maisha yako. Kwa hakika tumejifunza mengi kuhusu nafasi kubwa mnayochukua katika familia na jamii yetu. Tunawashukuru pia wasikilizaji kwa kufuatilia. Huu ulikuwa ni mjadala wetu wa leo kuhusu wasaidizi wa nyumbani katika Garissa. Mimi ni Elsie Rose na makala ya kila siku.